Ikiwa leo ni siku ya 4 ya mwezi Januari mwaka 2026, tuko katika karne ya 21, na kwenye karne ya 21 miaka takriban 25 imeshakatika. Kweli sio kweli? Katika karne hii ya 21, wakati nchi za wenzetu zinawaza namna ya kwenda kutengeneza makazi mapya kwenye sayari nyingine kama mwezi na kadhalika, sisi Afrika, sisi Tanzania, sisi jiji la Arusha bado tunapambana na zoezi la kufanya usafi. Hivi wa Tanzania na wa Arusha tunafeli wapi? Karne ya 21. Wenzetu wako kwenye teknolojia, kwenye artificial intelligence, lakini sisi tunafanya nini? Tunahamasishana kufanya usafi. Sasa kama changamoto yetu kubwa ni usafi, je, haya mambo mengine ya maendeleo tunaenda kufanya lini? Waheshimiwa, nawauliza nyie, ni lini tunaenda kufanya mambo ya maendeleo? Sasa ndugu zangu, mimi niwaambie, wakati tunagombea vyama vya siasa huwa vinatoa ilani. Mimi natoka Chama cha Mapinduzi, nilipewa ilani. Ukishapewa ile ilani, ukishinda, una jukumu la kutekeleza ile ilani. Leo tumekuja hapa sio kufanya siasa, tumekuja hapa kutekeleza ilani. Na mimi ninafikiri wakati wa kubembelezana jamani umeisha. Tunaelewana? Huu ni wakati wa kufanya kazi, sio wakati wa kubembelezana. Haiwezekani. Miaka 5 iliyopita meya anapambana, nilikuta jiji ikiwa nafasi ya mwisho kwenye usafi Tanzania. Ni kweli nani ilibukika au sio kweli? Lakini tukapambana mpaka ikawa nafasi ya kwanza. Nataka jambo la jiji la Arusha kuwa nafasi ya kwanza, isiyo jambo la mjadala tena, iwe ni jambo endelevu. Sijui kama mnanielewa. Mnanielewa au mnielewi? Jambo la usafi liwe jambo la kila mtu. Sasa ili tuwekane sawa na ili tusifanye siasa kwenye hili, na mimi naamini hata maandiko matakatifu, Mfalme Sulemani kwenye kitabu cha Mhubiri alisema kuna wakati kwa kila jambo. Kweli sio kweli? Kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Lakini sisi kuna wakati wa siasa na wakati wa maendeleo. Wakati huu ni wakati wa kufanya maendeleo, sio wakati wa kufanya siasa tena. Kaimu mkurugenzi, naomba nikupe maelekezo. Nyuma yangu hapa nimeona kuna container limejaa uchafu na lina harufu kali sana. Naelekeza ndani ya masaa 3 nikute container hili liko wazi, takataka zote zimeondolewa ndani ya masaa 3, na nitarudi kuja kukagua. Vinginevyo tukiendekeza utamaduni huu tunaongea, tunafanya siasa alafu tunaondoka, hatutaweza kwenda mahali popote. Maelekezo namba 2, inavyoonekana kuna changamoto kwa wasaidizi wako. Mimi nimefanya sana na wewe usafi, tumepambana sana, lakini wasaidizi wako ni kama hawakutendei haki. Kuna maafisa afya katika ngazi ya kila kata. Kweli sio kweli? Pengine kuna kata zingine kuna maafisa afya hata wa mitaa. Hawa watu mimi mpaka dakika hii sijaelewa kazi yao. Nakupa maelekezo, shughulika nao. Na pia natamani sana nikutane na hawa watu. Ita pia kikao ya wao na mawakala wa kuzoa taka, nije nikutane nao pamoja na afisa tarafa, twende na ikiwezekana na mkuu wa wilaya, tuongee nao tatizo ni nini. Kwa sababu mawakala wanalipwa kwa kazi ambayo wameiomba. Sasa kwa nini hawafanyi? Mimi sijui. Kwa hiyo andaa kikao hicho. Maelekezo mengine kwa mkuu wa soko hili. Yuko wapi mkuu wa soko? Nimemwona katibu wa soko. Wende katibu asubuhi hakuna kuanza biashara kama hawajafanya usafi wa mazingira. Haya ni maelekezo. Kaimu mkurugenzi, pokea haya maelekezo na yasimamie. Mimi siwezi kuelekeza alafu msimamie. Na jioni mkimaliza kufanya biashara zenu, acha mazingira kuwa masafi kwa kufanya usafi tena. Kwa namna hii soko hili halitakaa liwe chafu kwa sababu inasimamiwa na viongozi. Lakini jambo lingine, kaimu mkurugenzi, kwenye jamii yote uwakosi wakaidi, watu ambao ni wabishi, hawataki kufanya kazi zao, naelekeza utaratibu wa sheria za kupiga faini uendelee, washughulikiwa ipasavyo. Mimi ni kiongozi wa kisiasa, nimechaguliwa kwa vidole, lakini sipepesi macho kwenye hili kwa sababu mmenichagua ili niwaletee maendeleo. Kwenye maendeleo tukibembelezana hatutafika mahali popote. Kwa hiyo wale mawakala wa usafi, wale mawakala wa kusimamia zoezi la nidhamu ya wanaoharibu mazingira, dini nao perpendicularly, na kama hawawezi piga nje. Kwenye mkataba kuna mambo mawili. Kuna kuingia mkataba na kuna kutoka mkataba.
Maana yake kuna kuingia mkataba na kuvunja mkataba. Kwa yoyote anayezingua, vunja mkataba, tafuta mtu mwingine ili kazi iweze kufanya nini? Iweze kufanyika. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi, tuungane na tushirikiane katika hili kuhakikisha jiji letu lina ng'ara. Nimeambia kuna changamoto ya data kwenye mapaa mengine. I really do not know, kwa sababu nilikuwepo wakati wa kujenga hili soko, na mkuu wa soko ameniambia alikuja fundi moja akayaondoa alafu akuyarudisha. Kaimu mkurugenzi, maelekezo nakupa wiki hii, watu wa idara ya ujenzi waje hapa waweke hizo gata ili maji yaweze kupita katika njia inayotakiwa.